Nimerudi. Nimeshamaliza dawa zote. Tayari nilikuwa nimeshamaliza. Kumbe Kiba ndo alivyo. Hapa niko wapi? Kiba! Kiba! Mmeshaharibu. Hakuna chochote mtakachoweza kufanikiwa. Sasa kinachobaki ni kifo tu. Hakuna yeyote atakayefanikiwa kutoka ndani ya msitu huu. Ni kifo tu. Ni kifo tu. Lina. Lina. Kisha hili limekuwa barabara. Hiki ni nini kinachotokea? Maana mimi sielewi kitu chochote kile, na huku tunakoenda nadhani tunazidi kupotea kabisa. Njia yenyewe sielewi ni hii, maana hapa naona kabisa tumeshapotea kabisa. Yaani Kiba, hapa mimi nimechanganyikiwa, sielewi. Kwani Lina ametokea njia gani? Halafu inawezekana Lina ndo karibu kila kitu, kwa sababu tuliambiwa tusionekane na mtu yoyote yule mpaka tunafika huko, na sielewi ametokea wapi hata mimi. Sasa hapa ndio tufuate njia hii hapa. Sawa sawa, huko tunawezekana tunafuatia zaidi. Biemi. Samahani, kama juzi vile ulivyonipigia simu kuhusu zile habari zetu ambazo tulikuja kukueleza hapa nyumbani. Ni kweli nilimwendea yule ndugu, lakini nimeshindwa kumtambua kwa wakati alionao saa hizi. Sijui amekutwa na nini yule bwana. Amekutwa na nini? Unajua mama, nashindwa kuelewa yule bwana si amekutwa na nini. Alafu pili, namuona akili zake kama zijakaa sawa. Kwa nilipomfuatilia akaniambia lile jambo naomba tusubiri kwanza. Hajakataa kwamba hatafanya ule utaratibu, ila anangoja hebu tusubiri kwanza, avute muda kidogo. Umeiona hiyo? Ndo utapeli niliokuwa na usema. Mtu mzima uniambie subiri, tunasubiri nini tena?
Wakati mambo mliyapanga yalikuwa sawa. Leo tunasubiri nini? Biemi, ni kweli sio kwamba niseme kwamba naweza kaa nitapeli. Hebu tuvute subira kidogo. Tuangalie upepo utakaaje. Ila ninavyomuona anakuwa kama amechanganyikiwa kidogo. Sija amekutwa na nini mama? Huo ni utani sasa. Jinsi ulivyokuja mwanzo, tulivyokuwa tunaongea, leo umeanza kubadilisha Kiswahili. Nilikuamini wewe ni mtu mzima. Leo unakuja kunieleza habari zingine za kusema sijui amechanganyikiwa na nini, sio amefanyaje. Kweli? Huo ni utani. Bibieni, mimi sijawahi kukuangusha. Wala sijawahi kufanya mzaa na wewe. Ila ni taratibu tu za, unajua mtu anapotaka kufanya jambo fulani, yani kuna changamoto ambazo zinaingiliana. Sasa hatuwezi kujua. Hebu usipaniki sana. Tutengeneze, tuangalie utaratibu wa baadaye hapo, alafu tuone nini kitaendelea. Usichukulie wepesi. Usichukulie wepesi. Usifikiri unapofikiri kwamba au. Hizo lugha za au zimetoka wapi? Kama sio utapeli. Uliungana na yule kijana kuja kunilagai mimi, si ndio? Alafu leo unaanza kusema au yule kijana sio amekuaje. Mimi hayo nayajua mimi. Mbona nilikwambia toka mwanzo? Lakini ukasema niamini. Nimekuamini. Yako wapi uliyoyafanya sasa? Amekuhonga wewe, alafu unasema ana hela, unamsifia ana hela. Unakula wewe alafu unasema ana hela. Nasema hivi. Kama unasema amechanganyikiwa, nenda kamuuguze. Biemi, sasa tusifike huko. Mbona sasa Sasa nini? Nasema hivi. Hayo uliyotoka nayo mlioyapanga huko na huyo kijana wako. Unaniletea mimi lugha za kijanja za kitapeli. Naomba uende. Nenda kamuuguze. Kama utambeba utamuuguza, kama utambeba utampeleka wapi unajua wewe. Sina imani kabisa kama huyo kijana amechanganyikiwa. Amechanganyikiwa kwa hapa. Mlivyokuwa mnayapanga. Nenda mzee. Nenda kamuuguze. Nenda. Unataka kuchezea akili za watu. Lakini nasema nenda. Nasema nenda. Hai mama, kwa hiyo naenda. Nenda mkauguzane huko. Utapeli tu watu wazima. Kafara ya min bayet, kafara ya min bayet, kafara ya min bayet, agano la kuzimu. Je, upo Songwe Mbeya na unahitaji chakula? Sisi France Mbuzi Choma tupo kwa ajili yako. Tunakuletea vyakula tofauti tofauti kama vile kuku choma, mbuzi choma, chipsi yai, mishkaki na vingine vingi. Lakini pia chakula penda cha Tanzania, ugali pia unapatikana hapa. Alafu kingine usichokijua, tunakuletea popote pale ulipo. Kwa namba moja tu tunakufikishia popote pale ulipo. Enjoy na France Mbuzi Choma. Uwe France, ongeza nyingine.